Alasiri Lounge katika wakati wetu huu. Kama ndo kwanza ungana nasi, na ni wiki ya huduma kwa wateja. Kwa siku hii ya leo tunao wenzetu wa kitengo cha huduma kwa wateja Azam TV, ambapo hapa studioni kwa leo tupo naye hapa Regan Taylor wa siku zote wa miaka yote. Yeye ni mtoa mafunzo katika idara, mtangazaji mwenzetu pia sawa. Yeye ni mtoa mafunzo idara ya huduma kwa wateja, lakini yupo Frank Kilamlia. Frank, karibu sana. Kwa hakika Frank ni mtangazaji mwenzetu vile vile kabisa. Karibu sana. Nashukuru sana. Tumefurahi sana kuwa nanyi wakati huu. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Sawa kabisa. Hii ni wiki ya huduma kwa wateja. Kwetu ina maana ipi, ama kwenu ninyi ambao ni mnatoa huduma kwa wateja wetu wa Azam TV? Kwanza kabisa ni sehemu ya kwamba kwenye kila kampuni kuna wateja. Kwa hiyo huwa tunakuwa na wiki ambayo wateja sasa last week nisema tunawaambia wateja asante. Kwa wiki hii ni katika kutambua mchango mkubwa ambao wateja wanao kwenye kuleta sasa mapinduzi, kwenye kuleta uboreshaji, kwenye nini tunaongeza, kwenye kitu gani kinaweza kikawa kizuri zaidi. Kwa kwenye wiki hii tunatumia muda mkubwa zaidi kufahamu kwamba wateja wanapata changamoto gani, je, tunaweza tukawasaidia kwa namna gani. Kwa mfano kama sisi kama Azam Media au Azam TV, kwenye wiki hii tumeweka sehemu ambayo wateja wanaweza kwenda kupata huduma mbalimbali kama vile labda usaidizi wa visimbuzi, wanahitaji kununua kisimbuzi chake, mtu ambaye amekaa kwa muda mrefu na kisimbuzi chake labda kina changamoto. Sasa moja kwa moja kwa wiki hii sasa unawasogezea wateja huduma karibu zaidi. Kwa hiyo sisi wiki ya huduma kwa wateja ni wiki ambayo inatupa muono wa kujua kwamba tuko wapi na sisi tunaelekea kwenye upande sasa wa wateja. Kama kitengo cha huduma kwa wateja, wiki hii inatufanya tuendelee kutaka sasa kujua zaidi wateja wanasema nini, wateja wanataka nini, wateja wanazungumzaje kuhusiana na kile ambacho tunakifanya. Kwa wiki ya huduma kwa wateja, of course inaadhimishwa worldwide, tunasema dunia nzima, kwenye kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 10 kwa mwaka huu. Lakini kwetu sisi ina maana kubwa sana kama Azam TV katika kuhakikisha kwamba kile ambacho wateja tunawapatia, je, kinaendelea kufanya waendelee kubaki na sisi, na je kuna changamoto gani wanapitia na vitu vingine kama hivyo. Okay. Sawa sawa. Frank, kauli mbiu ya mwaka huu tumeitaja hapa awali, lakini kwa ile lugha yetu ya Kiluguru mission possible. Kabisa. Inatafsirika vipi hii kwenye upande wa huduma kwa wateja Azam TV? Tafsiri halisi ya mission possible kwa lugha hiyo ambayo umezungumza, sawa, lugha ya Kiluguru lakini kimombo Kiingereza ndio. Kwanza ina tafsiri pana kwa mteja katika maana kwamba ya huduma ya kila ambacho unakipata. Tunamlisha kitu sahihi kwa mteja wa Azam TV. Tunamlisha kitu sahihi kwenye product tunazoziuza, kwa mfano visimbuzi tunavyoviuza, lakini pia kwenye kile ambacho anakinunua na kile ambacho anakipata kama mteja. Katika tafsiri kwamba kuna upana mkubwa sana ndani ya Azam TV. Atapata ligi kuu soka Tanzania bara, atapata tamthilia, atapata kila aina ya michezo ambayo anahitaji. Kwa mfano katika wiki hii ya huduma kwa wateja, tukumbuke kuwa tarehe 10 kuna vitasa. Naam. Yaani tunasherehekea wiki ya huduma kwa wateja. Wakati huu wa tarehe 10 tena kuna vitasa. Kwa mteja akiwa anataka kupata huduma zaidi analipia 28,000, akiwa anasubiri tarehe 10 pale vitasa. Maana wiki inakuwa imesheheni kila kitu ndani yake. Hiyo ndio tafsiri halisi. Okay. Ndio. Sawa, tunapozungumzia Azam Media, Azam TV ni jidude likubwa hivi. Na umezungumza swala zima la ushirikiano ndani ya wiki hii kwa wateja. Jidude hili likubwa la Azam Media, Azam TV, mnamudu vipi kuwahudumia wateja? Kwanza kitengo chetu cha huduma kwa wateja kina uwezo mkubwa wa kuhudumia jamii yote ya Watanzania. Kwa namna ya kwamba wanaweza wakahudumia kwenye mfumo wa kupiga simu kuja kwenye kitengo chetu cha huduma kwa wateja, au kujihudumia kwa namna yao, yani kwamba mteja sasa anasema mimi nataka kujihudumia mwenyewe. Na sasa hivi uzuri ni kwamba huduma zetu zimeboreshwa zaidi kiasi ambacho ya kwamba mteja anaweza kujihudumia kupitia namba yake ya WhatsApp, akaingiza tu kwenye namba yetu ya WhatsApp ya 0677 996611, then akajihudumia, akajibadilisha kifurushi, akaangalia salio la kisimbuzi chake, akawasha kisimbuzi chake, na hata akaactivate kisimbuzi chake. Kwa hiyo sisi na jidude hilo likubwa ambalo Jafari analizungumzia ni kwamba hata kama tuna wateja zaidi ya milioni kadhaa,
bado kitengo chetu cha huduma kwa wateja kina uwezo wa kuhudumia wateja wote. Na uzuri ni kwamba sisi hatusemi huyu tumpe priority, huyu tusimpe priority, hapana. Kila mteja ambaye anakuja kwenye kitengo cha huduma kwa wateja ana thamani sawa sawa. Kwa hiyo maana yake ni kwamba huyu akipiga simu akisema anataka kubadilisha kifurushi, tutampa thamani ile ile sawa sawa na mimi ambaye ningesema nataka kubadilisha kifurushi. Kwa hiyo mbali na kwamba kuna of course Azam Media ni dudu kubwa, yani ni kitu kikubwa sana. Wako wateja ambao wanazungumzia kwenye upande wa Azam TV Max. Wapo wateja wanataka kulipia vifurushi kila siku. Hakuna mteja ambaye atafanya malipo ya kifurushi alafu akakosa huduma. Kwa katika dudu hilo likubwa, katika wiki hii kubwa, kwa mfano, nasema tu mfano, sasa hivi tuna kwenye wiki hii tuna mawakala ambao wako Zakiem. Pale Mbagala Zakiem. Wako mawakala 3. Wote wanahakikisha kwamba kila mteja anayekuja anapata kisimbuzi anachokihitaji. Kila mteja anayekuja anataka kufanya replacement, achukue kisimbuzi cha zamani ambacho kimeharibika, apewe kisimbuzi kipya kitafanyika. Kwa hiyo mbali na kwamba tunakuja hapa kusema jamani tunasherehekea wiki ya huduma kwa wateja, tunawaambia wateja asante kwa sababu wamekuwa na sisi na tunatarajia watakuwa na sisi na kuendelea kuwa na sisi na kuendelea kuwa na sisi, lakini bado wana uwezo wa kwenda tena pale Zakem na wakatembelea maduka yote ya wakala na migodi wakapata huduma. Okay, sawa kabisa. Regan, sasa katika kipindi kile ambacho tunawashauri sana wateja kwamba walipie mapema, lakini hali inakuwa ni tofauti. Ikifika ile siku na muda ambao unakaribia, mechi inakaribia kuanza na vitu kama hivyo, ndo yani kunakuwa na foleni kubwa sana. Ndio. Pale changamoto kwenu inakuwaje? Kwa sababu tuna namna tofauti ya kuweza kuelewa. Ndio. Nikipiga simu nataka unieleweshe na mimi niende sambamba na wewe mpaka nimalize ile jambo langu. Wakati huo kuna foleni huku nyuma ya watu wengine ambao nao wanataka huduma. Ndio. Inakuwaje? Sawa. Of course siku kama hizo sisi waka kwenye kitengo tunaitaga siku ambazo kidogo zinakuwa busy. Wateja wanafanya malipo na wateja wanaopiga simu kwenye kitengo chetu cha huduma kwa wateja, namba inakuwa kidogo kubwa. Ndio maana sasa kwa mfano kama siku ikiwa kwa namna hiyo, watu wakiwa wanapiga sana simu kuja kitengo chetu cha huduma kwa wateja na vitu vingine, tunahakikisha kwamba kila mteja ambaye amepiga simu atapata huduma. Okay? Sasa mteja anaweza kusema amesubiri sana na nini, lakini sasa pia anaweza kaenda kwenye sehemu nyingine sasa ambayo ni WhatsApp. Kwa hiyo tumefanyaje sasa kuweza kutako siku kama hizo au kuweza kusaidia wateja kwenye siku kama hizo ambazo tunaita busy day, ni kuwaletea sasa huduma ya kujihudumia wenyewe. Ndio maana kila siku nikija hapa tukiwa tunazungumza kuhusiana na kutoa huduma, nazidi kuwakumbusha wateja kwamba wanaweza kuendelea kujihudumia wenyewe. Kwa unaweza kusema labda nimelipia sasa hivi alafu mechi inaanza saa 10. Sasa hivi Jafari ni almost saa 9 kama na dakika kadhaa hivi. Alafu mechi inaanza saa 10. Ukipiga simu kitengo cha huduma kwa wateja, watu wanaopiga simu ni wengi. Labda mfano labda unaambiwa tafadhali naomba usubiri. Kwa sababu tunapokuambia mteja tafadhali naomba usubiri, maana kwamba kuna mteja mwingine tunamhudumia ambaye pia hatuwezi tukasema tumkate au labda simu katike ili tumchukue, hapana. Huyu ana huduma na yule mwingine pia anahitaji kupata huduma. Kwa wateja tunachokifanya ni kwamba tunawasaidia wote, na kama mteja anapata changamoto sasa anaweza sasa kwenda kwenye WhatsApp kujihudumia, lakini pia ambaye kwamba anaenda kwenye WhatsApp, ukipiga simu kitengo cha huduma kwa wateja kuna ile sauti ile inakwambia habari, karibu kitengo cha huduma kwa wateja, sibonyeza moja kwa Kiswahili. Kupitia ile sauti mteja anaweza kujihudumia. Okay. Kwa kupitia ile sauti tu, namwambia bonyeza 1 kubadilisha kifurushi au bonyeza 2 kuwasha kisimbuzi. Kwa ule mlolongo ule mteja akibonyeza ile namba kwenye simu yake moja kwa moja, kwa sababu ile system sasa hivi ambayo tuko nayo ni kwamba mteja inahitaji moja kwa moja na kisimbuzi chake. Kwa akibonyeza 2, system itajua kwamba huyu mteja anahitaji kubadilisha kifurushi. Itamwambia nataka cha shilingi 28 cha 35. Akibonyeza namba hiyo sasa itamwambia subiri na dakika 20 kisimbuzi chako kimebadilishwa. Kwa badala ya yeye kukaa kuendelea kusubiri kuzungumza moja kwa moja na mtu wa huduma, anaweza kaa pale pale amemaliza tatizo lake, amerelax, saa 10 anaangalia mechi yake. Okay. Ndio. Sawa, Frank, wewe ni kiongozi wa timu ya idara ya huduma kwa wateja. Mwaka huu umekuwa ni mwaka wa namna gani kwenye masuala ya huduma kwa wateja? Kwa kifupi, mwaka huu kwetu umekuwa ni mwaka wa mafanikio, japo na changamoto za hapa na pale, lakini umekuwa ni mwaka mkubwa kwetu, mafanikio kwa wateja. Hasa kwa miezi 2-3 iliyopita nyuma tulikuwa tuna offer na wateja wengi walinufaika na ile offer ya visimbuzi ya antena, lakini pia walinufaika na chakula ambacho tunawapa, ile product ambayo tunawapa kwao. Kwa hiyo ulikuwa ni mwaka ambao una mafanikio kwetu, lakini ulikuwa ni mwaka pia una changamoto zake. Kama alivyosema mkufunzi hapo, mafunzo ya huduma kwa wateja Regan, kuna wakati tunapata ubizedi hasa kwenye zile
mechi kubwa ama kwenye matukio makubwa tunapata changamoto kidogo, lakini ndani ya hizo changamoto huwa tunatumia nafasi kubwa kuwasaidia wateja. Tunasema tunaenda extra mile kuwasaidia wateja. Lakini tunashukuru kwamba wateja wetu ni watu ambao wanauelewa na wanatubeba na tunabebana nao. Na ukitaka kuamini hilo, pale Zakiem kama alisema mkufunzi hapa, kuna mawakala wako pale. Wale mawakala kuna baadhi pia ya customer care watakuwepo pale. Walianza jana Jumatatu, Jumanne wapo na leo Jumatano, na Jumatano kesho pia watakuwepo. Ukifika pale zile sauti unazosikia call center utazisikia pale. Bwana. Ile sauti ya karibu za MTV kwa wateja inaitwa Frank, unaitwa nani, utaikuta pale. Kila wadada wale ambao mtu akipiga simu atataka niongee na mdada, utakutana nao pale. Na watakupa service nzuri. Hivi kwanza wateja wanakuwa wanataka wanachagua kwa na mkaka hata kuongea na mdada. Huwa wachagui ila wanapenda. 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 Kwa hiyo wateja tukitaka kuona wadada na wakaka wanawahudumia, wako very very smart. Watakuta Zakiem pale. Kesho Jumatano watapatikana. Leo pia Jumanne walikuwa wanapatikana pale. Kuanzia saa ngapi? Kuanzia asubuhi saa 2 kamili wako pale. Mpaka saa 12 jioni. Na wanatoa huduma zote. Kwa mfano, hii huduma ambayo mkufunzi amezungumzia ya kupiga simu na kujihudumia mwenyewe. Kwa mfano, mtu mwingine anapata shida, anapiga simu lakini yale maelezo anampa ukakasi kidogo. Yupo mhudumu ambaye atamsaidia kumweleza namba 1, bonyeza hapa, namba 2, bonyeza hapa, then ingiza nambari yako ya kadi, then fuata mtiririko wa maelekezo unaokuelekeza. Ndio. Regan, tumekuwa na swali hili ambalo limekuwa likiwatatiza watu wengi sana. Sasa hapa tunazungumzia tu kwa ujumla wake watu wa huduma, na sasa kwa sababu tuko na Azam TV hapa, mtupe uzoefu. Wateja wengi wamekuwa kija na tatizo lao, changamoto zao wanazielezea. Inawezekana uko umetatua au hujatatua, lakini mwisho wa siku mkakubaliana kwamba mnakata simu. Sasa mtu wa huduma anauliza, kuna tatizo lingine ambalo ungependa nikusaidie? Ndio. Hilo swali kuna watu linawavuruga. Mwingine anakata, mwingine hajibu, mwingine anajibu kwa hasira. Yaani kuna namna tu ambayo hili swali lina ulazima gani mwishoni mwa kutoa ile huduma ambayo umeitoa mwanzoni? Sawa. Jambo la kwanza ni kwamba kwa nini tunamuuliza mtu wa huduma, kwa nini mtu wa huduma anamuuliza mteja, kuna huduma nyingine ungependa nikusaidie? Mteja anapokuja kwenye kitengo cha huduma kwa wateja, anaweza akawa na tatizo moja. Mfano, unakuja kwenye kitengo cha huduma kwa wateja, anasema mimi changamoto yangu ni unibadilishie kifurushi. Sasa ninapokubadilishia kifurushi, kwa nini nakuuliza kuna huduma nyingine ungependa nikusaidie? Moja kwa moja ni kwamba kuna uwezekano mteja akawa amekuja kwetu, amestatuliwa tatizo lake, lakini ana changamoto fulani ambayo ipo kwenye akili yake ambayo alitamani kuijua, lakini kwa sababu tumemkumbusha anakumbuka. Wapo wateja ambao ukimuuliza kuna changamoto nyingine ungependa nikuhudumie, anasema ndio ipo. Anaweza kuuliza labda haya niambie labda mechi ya kitu fulani inachezwa lini? Au labda ndio nilikuwa na changamoto fulani lakini kisimbuzi changu kinaandika 1 2 3. Au labda kuna muda mwingine anaweza kawa yupo nyumbani, anatupigia simu kitengo cha huduma kwa wateja, alafu anaulizwa kuna changamoto nyingine au kuna huduma nyingine ungependa nikusaidie. Pembeni yake labda kuna mtu ambaye ana changamoto nyingine tofauti. Kwa wapo wateja ambao wanatupigia simu, anahudumiwa ile tatizo lake au anahudumiwa changamoto ambayo anakutana nayo, alafu ukimuuliza kuna huduma nyingine ungependa nikusaidie, anakuambia sasa sikiliza, hebu zungumza na huyu alikuwa na changamoto 1 2 3. Kwa namna hiyo unampa mteja uwanja mpana wa kumsaidia matatizo yake yote. Unajua kitengo cha huduma kwa wateja kilivyo ni kwamba tutakapo kuhudumia, tunatamani tukiwa kuhudumia wewe ukae uenjoy. Kama una matatizo 4, ukija kwa sisi huwezi kuelezea yote 4 kwa wakati mmoja. Huwezi kusema nataka kubadilisha kifurushi, nataka kujua mechi, nataka huwezi kusema yote kwa wakati. Lazima kuna kuwa na ile moja yenyewe ambayo imekupeleka, lakini baadaye ndio kuna kuwa na vidogo vidogo sasa. Sasa hivyo vidogo vidogo hivyo sisi pia tuna shida navyo ili tukusaidie tumalizane ili uweze kupata huduma nzuri. Sawa kabisa Jafar. Ndio. Tumewasikia ndugu zetu na bado tunatamani kuendelea kuyasikia, hasa katika siku hizi ngumu ambazo huwa mnakutana nazo. Mteja anatamani kuiona dabi, mteja anatamani kutazama vitasa, alafu ndio hivyo kachelewa kujiunganishia kisimbuzi chake. Ni changamoto za namna gani, na pengine changamoto hizi kwa kuwakumbusha tu zinaepukika vipi? Frank. Kuna changamoto chache. Kuna wale wateja ambao huwa wanakawia kulipia kifurushi, lakini pia kuna wateja ambao hawakawii kulipia kifurushi, wanakawia kubadilisha kifurushi. Utaratibu wa kubadili vifurushi hasa vile vinavyoonyesha mipira, ngumi na nyinginezo kinauzwa 28,000, kinaitwa ngorongoro. Si ndio sawa? Ndio. Sawa. Sasa kile kifurushi mara nyingi wateja wengi
huwa wanalipa vifurushi vile vya wiki wakati mwingine au vya mwezi kuanzia 19. Kwa anapata changamoto inapofika wakati sasa wa mechi kubwa au tukio kubwa, anataka kubadili kifurushi, pale tunamshauri ndani ya siku 2 awe ameshabadili kifurushi chake. Katika maana kwamba kwa mfano alikuwa amelipa shilingi 19,000, amelipa jana, tukio ni kesho, si ndio? Unahesabu leo na kesho, yani ndani ya Jumanne na Jumatano anaongezea kiasi kilichopungua pale, kiasi cha shilingi 9,000, alafu then anapiga simu huduma kwa wateja, tunaibadilisha kumpa kiasi cha shilingi 28,000 ambacho kitamrahisishia kutazama burudani ya wateja, kama ni mpira, kama ni vitasa, kama ni matukio mengine makubwa atatazama. Changamoto zingine ni za kawaida. Kuna wakati mwingine sisi tunashare na mitandao ya simu, huwa inatokea ups and down ya mitandao ya simu, ni ya kawaida, lakini huwa tunapambana kadiri tuwezavyo ili kuweza kusort out kesi zote za wateja na mteja siku hiyo akapata burudani ambayo anahitaji. Okay. Nguvu kubwa huwa inatumika katika matukio haya makubwa tu, au mpo tayari wakati wote saa 24? Sisi tupo tayari wakati wote. Tunapatikana kwa kupigia simu, tunapatikana kwa njia ya WhatsApp, sawa? Tunapatikana muda wote kuanzia saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 4 za usiku. Okay. Kila siku inayokwenda kwa Mungu. Iwe Idi, iwe Christmas. Iwe ni Idi, iwe ni Christmas, iwe mwaka mpya, iwe Pasaka, iwe ni Valentine Day, tunapatikana. Okay. Asante sana. Hautaki kuacha mtu asitazame. Regan. Naam. Mara nyingi mimi pia ni mteja, kwa hiyo pale ambapo nasikia ni wiki ya huduma kwa wateja, kwa naamini kwamba hata wewe ulipoanza ukasema kwamba tunatoa asante kwa wateja wetu. Kwa mteja anakuwa anasema hasa saa wiki ya huduma kwa wateja, kwa sababu mnatupa shukrani yeye bure tu, yani hamna chochote. Labda nini hasa ambacho unacho kwa ujumbe kwa ajili ya wateja wetu wa Azam TV hasa katika wiki hii ya huduma kwa wateja? Kwanza niseme ninarudia tena kusema asante kwa wateja wetu. Ndio. Kwa sababu wao ndio ambao wanatufanya sisi tuwepo. Lakini pia niseme kitu kimoja, kwenye mfano pale za Kemu zipo zawadi. Hapo kwenye zawadi sasa. Ndio hapo penyewe. Anapata zawadi. Kwa mfano kama jana tulikuwa na wakati mzuri, watu wakafanya michezo pale kidogo, baada ya michezo watu wakapata jezi za Azam TV. Unaona ziko zawadi. Ukitembelea kwenye duka letu pale Tazara hivi karibuni zitakupo zawadi. Okay. Na leo hapa tutawaletea zawadi. Bwana wewe. Hapa kwenye kuna zawadi. Bwana wewe. Kwa hiyo ninachoweza kusema ni kwamba mbali na kusema wateja, tunawaambia wateja asante, lakini pia tunawaambia wateja kwamba tunaendelea kuwakumbusha wateja wetu waendelee kufanya malipo mapema, lakini kama wanapata changamoto, na hizo siku zinaitwa busy day, hizo siku ambazo unasema zenyewe kidogo mambo yanakuwa mengi kwenye eneo la watu wa huduma, bado tunazidi kuwasisitiza wateja kwamba wanaweza kujihudumia. Kwa hata wewe Beti unaweza kusema leo nimelipia ila sitaki kupiga simu kitengo cha huduma kwa wateja. Wewe ingiza tu namba yetu pale 0677996611, isave kwenye simu yako, tuma ujumbe habari, tutakwambia kwa huduma hii na hii na hii unasema unataka kufanya nini bwana, nachagua namba 2 nibadilisheni kifurushi. Badilisha kifurushi, unakaa nyumbani umetulia pale, ndani ya dakika zako 10, 15, 20 kisimbuzi kimewaka. Ambapo kiuhalisia unajua Jafari, unapochat pale kwenye WhatsApp ile kumbukumbu inaendelea kubaki. Kwa hata wakati mwingine huna hata haja ya kuchati tena. Unakuwa tunafuata ule mtiririko ambao umekuwa umechati mwanzoni, unafuata basi maisha yanaendelea kama kawaida. Kwa hiyo mimi niendelee tu kukumbusha wateja kwamba kufanya malipo, tunasema asante sana. Wangekopo viongozi wengine hapa wangesema asante, lakini kwa niaba yao kitengo cha huduma kwa wateja niseme tu asante kwa wateja wetu, lakini pia tupo tayari kuwahudumia. Kwa ile neno la mission possible, sasa ile possible ile ndio tuko nayo sisi. Hakika tunafurahi sana. Si hapa kwa Frank, nawe ukiwa unakwenda kusema neno la mwisho, ikiwa neno la asante limetangulizwa ambalo lina maana pana sana, neno hili la asante, wewe kwa upande wako ni maneno yapi hasa tukiwa ndani ya wiki ya huduma kwa wateja? Kwanza mimi pia niseme asante kwa wateja wote wa Azam TV ndani na nje mpaka Tanzania. Tupo kwa ajili ya kuhudumia kuanzia saa 2 kamili za asubuhi mpaka saa 4 za usiku. Tutupata kwenye namba yetu ya 0784100008, lakini pia tutupata kwenye namba ya WhatsApp ya 0677 99 11 66
11, namba ya WhatsApp. Tuwashukuru sana, tuendelee kwa pamoja, lakini wakumbushe tuendelee kufika kwenye viwanja vya Zakiem pale Mbagara. Kuna huduma zote tunazopata pale, lakini pia kuna wahudumu wapo wa customer care, watakupa huduma, watakuelewesha aina ya vifurushi vyetu, aina ya channel ambazo unazihitaji, lakini pia kuna zawadi nono nyingi na tamu. Hapa kabla tujaondoka, ndio Bwana Jafari, kuna zawadi utaletewa. Zawadi hizo bana ni kama kina Beti Omara. Bwana, moja kati ya sifa ya Beti Omara ni mlimbwende, na walimbwende watakuja. Hakika. Basi tulikuwa tunasubiria kuingia kwa walimbwende hapa na kupata zawadi hizo. Nilikuwa nataka nijiulize, mbona mmekuja nyinyi tu wakati kwenye huduma kwa wateja kule tunasikia tunasikia sauti za kike kwenye huduma kwa wateja? Ndio. Kumbe wapo. Ndio. Sawa. Basi ni wakati wao, wakati huu ambapo tunakwenda sasa moja kwa moja tukijiandaa kwenda kule Mwanza, lakini ziko zawadi ambazo zimeandaliwa hapa kwa niaba yako mtazamaji. Kwa niaba yako mtazamaji wa Alasiri Lounge, sisi tutazipokea hapa zawadi hizo kutoka kwa miongoni mwa wale ambao huwa unawasikia katika kitengo hiki cha huduma kwa wateja, na wanaingia hivi sasa. Ukipata ile wide tuwaone, itapendeza sana kwa hakika. Karibuni sana. Madam, hapa kuna Glory pamoja na Zawadi, miongoni mwa warembo ambao tunasikia sauti zao kupitia huduma kwa wateja ya Azam TV. Karibuni sana jamani. Pengine ni zawadi gani kabla hatujajua? Zawadi gani? Regan, tuambie au atuambie mwenyewe, ana mic pale madam. Nayo ni mtu wa huduma kwa wateja. Yes, tuna zawadi mmeweza mkaziona, tukatoa moja hapa. Ndio. Wow. Pineapple cream biscuit jamani. Hatari. Wakati tunakuja huku watu wetu wa biscuit nao wakasema jamani, na sisi tunasherehekea wiki ya huduma kwa wateja. Hakika. Sisi tuwapelekee, kwa tukachukua kutoka Azam Biscuit. Kwa hiyo wao pia wamewaletea zawadi. Asante sana. Tunashukuru sana Azam Biscuit jamani kwa kutuletea zawadi hizi. Of course tunapoambiwa kwamba matunda yale yanatumika katika sehemu tofauti, basi sio tu kwenye juice peke yake, hata katika flavor za biskuti na vitu vingi. Kwa hiyo tunafurahi sana jamani. Tumepokea zawadi. Leo tumepokea kwa mikono. Mimi naomba Glory nipokee moja nione kabisa niwe na Naam, asante sana. Hatari sana. Mtu wa huduma kwa wateja dada Zawadi hapa naye. Tumepokea zawadi zenu kwa ujumla. Asante sana, nashukuru sana. Tumekuwa tukizisikia tu hizi biscuits, lakini sasa hivi tumepata nafasi ya kuzionja. Kwa hiyo si mbaya. Labda Glory, labda hebu tusikie sauti yako kidogo pale ambapo unapomhudumia mteja. Ni kwamba sasa mimi ndo nakupigia simu hapa. Jafar, hebu piga simu. Naam, ndio nishapiga hivyo. Ipo kwako sasa, simu unaipokea. Okay, habari, karibu huduma kwa wateja. Unazungumza na Glory, nazungumza na nani kutoka wapi? Naitwa Jafari Mponda, natoka maeneo ya Temeke. Karibu Jafari, nikuhudumie. Asante sana. Nina shida hapa ya kisimbuzi changu. Nimejiunga lakini bado akiactivate sipati matangazo. Shida nini? Okay, unapata ujumbe gani? Naambiwa tu kwamba bado sijafanikiwa kujiunga. Okay, naomba namba ya kadi niweze kuangalia taarifa zako. Yes. Hatari sana. Kama kweli. Kwanza umesikia sauti yenyewe? Nimesikia. Sauti umesikia? Kabisa. Ndio maana mimi wakiniambia kwamba una shida nyingine tukusaidie. Unaridhika? Huwa naridhika. Moja kwa moja. Tunashukuru jamani sana kwa zawadi hizi kutoka hatari sana. Hizi noma unajua Producer anasema apelekewe zawadi. Sawa. Tunashukuru sana Regan kwa kutujuza kile ambacho kinaendelea hasa katika huduma kwa wateja. Pia Frank tunashukuru sana. Lakini pia msituchoke, maana sisi pia nao ndio wale ambao tunakuja pia na kusema kwamba jamani, unajua kuna fulani ndugu yangu ameniambia nikupigie, nisaidie na vitu kama hivyo. Kwa tunashukuru sana kwa huduma ambayo mnatupatia na lugha ambayo inatolewa pale. Glory pamoja na Zawadi tunawashukuru sana kwa lugha na ukarimu mliokuwa nao katika kutoa huduma kwa wateja wetu. Asante sana. Sawa kabisa. Kwa lugha ya wazee kule nyumbani huwa wanasema muendelee na tabia hiyo hiyo. Shukrani sana. Asante sana. Basi ndivyo ambavyo tunahitimisha kwa upande wa Azam TV kitengo cha huduma kwa wateja. Sina shaka wana Sadif kupewa sifa iliyotukuka kutokana na huduma ambazo wamekuwa wakizitoa kwa miaka yote hii ambayo wamekuwa wakikuhudumia kwa ujumla.